Basi karibu katika shule ya Biblia katikati mwa wiki. Leo tarehe 23 Julai mwaka 2020. Kama tulivyosomewa tuko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 10. Tumeona mistari 32 na mistari hii mingi ukiangalia unaweza kujiuliza ni nini sasa kinahubiriwa. Kwa sababu tumeona ni vizazi fulani kama vizazi fulani. Sasa tutajifunza nini? Somo la leo tutajifunza kichwa cha habari cha somo la leo au kichwa cha somo la leo. Japo kutakuwa na vitu vingi lakini kwa ujumla wake tutajifunza kichwa cha habari ni kwamba ni habari za asili ya wanadamu wa rangi zote, wazungu, wa Afrika, wa Asia. Ile habari tu. Kwa nini dunia ina watu wasiofanana? Tutaiona katika sura ya leo. Ni kitu muhimu kwa sababu kinasumbua dunia. Kuna watu wengine wanajiona ni bora kuliko wengine. Na baadaye katika kufunga nieleze tu, tutaona pia kwamba haijalishi una rangi gani, una kimo gani, unatoka katika taifa gani, ni ukoo gani, bila kujalisha vyote hivyo, mbele za Mungu wanadamu wote ni sawa na Mungu kawapenda sawa sawa. Tutaliona hilo. Tutaliona Biblia itatuhakikishia. Ukisoma katika kitabu cha ni kama utangulizi tu. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16 ni mstari maarufu sana. Unasema kila neno lenye pumzi ya Bwana, ule mstari umekosoa lakini tuliite hivyo hivyo. Kila neno lenye pumzi ya Bwana rafaa kwa mafundisho. Rafaa kwa mafundisho na kuonya na kumuimarisha mtu wa Mungu na kila neno. Kwa hiyo kuna neno limo kwenye Biblia. Sura kama ya leo unapoona vizazi fulani kama mzaa fulani fulani kama mzaa fulani, sehemu nyingi Wakristo wengi ni kwa sababu ya uchanga katika Ukristo. Kimsingi ni tena sio uchanga tu, ni kutokujua kabisa. Wataona hakuna ujumbe. Hakuna neno lililoingizwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Kila neno Mungu kaliweka kwa makusudi yake. Watu tutaona hilo. Tutajifunza mambo kama matano hivi. Tutaona mambo matano, mengine yatakuwa madogo madogo, mengine makubwa. Mambo makubwa matano tutayaona kutoka katika kitabu cha Mwanzo, sura hii ya 10. Na hata wiki ijayo tutaona sehemu kubwa itakuwa ni uzao wa Shemu, lakini tutaona pia na habari za mnara wa Babeli, ambao ndio utakuwa sehemu kubwa. Kwa hiyo somo la leo kama nilivyotangulia kusema kichwa chake ni hiki kwamba asili ya wanadamu wa rangi zote na wa Afrika, wazungu, wa Asia na rangi za katikati. Na rangi za katikati. Zozote zile. Zote zimetoka kwa Mungu. Katika hoja tutakazoziona, tuanze na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza niseme kwanza tuanzie hoja ndogo tu. Ni sio ndogo, ni kubwa. Ni muhimu kwa Mkristo kuijua. Hiyo ni kitu muhimu. Sema wanadamu kwa vile hawajazoea kupenda kujua mambo ya Mungu, basi wanaona ni kitu kidogo lakini ni kitu kikubwa. Hoja ya kwanza kabisa naweza kusema ni kubwa, ni ya kuanzia ni kati ya wana watatu wa Nuhu. Tunaona kwamba ni mwendelezo wa Nuhu ametoka katika safina kwenye mlango wa 9, kwenye mlango wa 10 sasa tunaona na Mungu amewapa sheria kubwa akisema zaeni mkaongezeke. Tuliona kwenye mlango wa 9 mstari wa kwanza na tukaona anairudia kwenye mlango huo wa 9 mstari wa 7. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Zaeni mkaongezeke, anairudia mara nyingi na tukaona pia kwamba kwenye mlango wa 9 kulikuwa kuna sheria mpya Mungu alizianzisha, hazikuwepo, kwa mfano sheria ya adhabu ya kifo na nini. Sasa wako wanatimiza zaeni mkaongezeke. Mungu yuko anaonyesha walivyozaa na kuongezeka na kuijaza dunia. Sasa katika ukuli kuzaa ndio tunaona kwamba sasa kuna makundi ya binadamu. Leo hii kuna watu wanajiona kwa vile tu ni wa Afrika wa rangi nyeusi kama sisi. By the way kuna Afrika wenye rangi nyeupe. Wako wengi. Unamuona sema huyu amefikaje Afrika? Alitakiwa awe huko. Lakini wanajiona kama ni watu dhaifu. Mimi nikiri ni kwamba kwa kweli Biblia inasema katika Zaburi inasema nitamshukuru Bwana kwa kuwa ameniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Yaani jinsi alivyotuumba ni kwa namna ya ajabu ya kutisha. Kwa namna ya ajabu ya kutisha.
Hakuna mtu mzuri au mbaya au asiye na maana kuliko mwingine. Mungu katupa vipawa tofauti. Kuna watu wengine amewapa labda vipawa vya kuweza kuongea vizuri. Kuna watu wengine amewapa labda vipawa vya kuweza labda vya muonekano mzuri. Kuna wengine kawapa vipawa vya kuwa mfupi kuliko wote. Mwingine kampa kipawa cha kuwa mrefu kuliko wote. Mwingine kampa kipawa akienda darasani unakuta kuna watoto anakuwa wa kwanza miaka yote, mwingine anakuwa wa mwisho miaka yote. Unaweza kujiuliza ni nini? Ukafikiri labda huyu Mungu kampendelea. Hapana. Nenda kawatafute baada ya miaka 10 wakiwa kazini. Utakuta yule alikuwa wa kwanza yupo tu anaendelea na shughuli. Huyu aliyekuwa wa mwisho unakuta ameshakuwa mfanya biashara mkubwa. Amekuwa mwanasiasa, amegombea. Anawatawala hawa waliokuwa namba 1. Nimeliona mara nyingi na nadhani ninyi mnaonisikiliza mmeshaliona. Amen. Sio kwamba wale walio kama ingekuwa hivyo basi wale watu wasomi maprofesa ndio wangekuwa marais hakuna rais profesa alisha kutokea Tanzania. Na simjui duniani. Kwa hiyo hivi vipawa vyote hivi na hata sasa hiyo nilikuwa ni kwa mtu mmoja lakini hata kwa rangi za binadamu wazungu mtu anafikiri mzungu ni mtu amefanya wazungu sina ubaya nao ni marafiki zangu wengine na tumeishi wote na bado tuna mawasiliano mazuri tu lakini bado ndiyo kundi linaloongoza katika kuvuta matendo mengi ya kishetani. Kwa mfano ukitafuta ushoga, nimeona tu nianze na utangulizi, sikuwa nimeupanga, lakini nikaona tulete maana ya neno hili. Maneno ya ushoga utayakuta yanafika Afrika yakiwa yametokea huko. Sasa mbele za macho hilo kundi linamchukiza. Na mambo mengi mengine tuyapime. Yaani ile hali uliyopewa na Mungu. Kwa sura hiyo, kwa fikra hiyo, kwa vipawa hivyo, hemu vitumie vizuri mbele ya Mungu. Leo nilikuwa na tafakari mlango wa 4 wa kitabu cha Kutoka kwa mfano. Musa akiwa anamwambia Mungu usijui kuongea. Musa anamwambia Mungu anamwambia wewe Musa unasema hujui kuongea na kutuma yeye. Nani aliyeumba huo mdomo? Nani afanya mdomo uweze kuongea? Si mimi. Mimi nitakufanyia ninavyotaka. Anamwambia sasa mimi pia nilitoka nimegombana Misri hata nikumsema ni nani yani Mungu anamuonyesha kila kitu nienda anasema tangulia ila nitakusaidia wewe muoga kidogo. Kuna ndugu yako Haruni atakuwa na wewe utakuwa kama Mungu yeye atakuwa kama kinywa chako. Nafasi tuliopewa tuipeleke kwa Mungu vizuri. Kama amekupa talanta moja katika eneo fulani itumie uzalishe upate moja ziwe 2. Kama amekupa 5 zalisha ziwe 10. Kama amekupa 10 zalisha ziwe 20 ndicho Mungu anachotaka. Na tulishawahi kuona kwenye mlango wa 25 wa Mathayo, naona sasa somo limegeuka, sikuwa nimepanga haya yote. Tunaona kwenye mlango wa 25 wa Mathayo mtu mmoja alipewa talanta 5, mwingine akapewa talanta 2. Kila mmoja akazalisha kiwango kile kile. Aliyekuwa na 5 akaleta 10, aliyekuwa na 2 akaleta 4. Mungu aliwajibu sawa sawa akasema bora watumwa wema. Hakusema wewe uliokuwa na 5 umezalisha zimefika 10, umemzidi huyu kwa kiwango kingi, basi vema sana hapana. Mungu alimpa vema sawa sana huyu mwingine. Mungu alichotupa tukitumie. Tukitumie. Kwa hiyo vile vile hata rangi yetu hii ya weusi wetu tutakuja kuona asili ya mtu mweusi. Tuitumie. Yamkini ndio watu pekee tunaweza kwa tumebaki tukimtegemea zaidi Mungu kuliko kutegemea ufahamu wetu. Tutumie hiyo nafasi vizuri. Na tumshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu baada ya kutafakari mambo kwa muda sasa. Namshukuru Mungu kwa nini ameniumba nikiwa hivi. Katika Uafrika wangu, katika kimo changu, katika vitu vyangu vyote hivi. Namshukuru Mungu sana kabisa. Chochote alichokupa ulicho nacho. Of course tunapitia katika changamoto. Sio kusema vitu vyote ni vizuri. Lakini vile vitu tulivyoumbwa navyo wanaita natural endowment, vitu tulivyopewa na Mungu. Tuvitumie. Changamoto na matatizo ni vitu ambavyo vinakuja na kuondoka. Lakini vile tulivyopewa vya asili tuvitumie
vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu na vyote mbele ya Mungu vina thamani. By the way, vile ambavyo vinaonekana vidhaifu kwa Mungu ndivyo vina nguvu zaidi. Sasa huo ulikuwa ni utangulizi na umekuwa mrefu kidogo. Hoja ya kwanza tunaiona hapa kati ya wana watatu wa Nuhu. Ni nani alikuwa mkubwa? Biblia kidogo ilivyoandika sehemu nyingi tu wana watatu Shem, Ham na Yafet wamekuwa wanatamkwa kwa mpangilio tofauti na hakuna sehemu inayoonyesha wazi kwamba mkubwa ni nani. Lakini ukisoma Biblia ukaonyesha mstari mmoja na mwingine unapata ni ujuzi tu mzuri wa kujua kwamba alikuwa na watoto watatu, wa kwanza ni yupi, wa pili ni yupi. Kwa hiyo tunaona kwamba mtoto mpangilio wao kuzaliwa tukienda kwenye maandiko tunaona mkubwa kabisa ni Yafet, anayefuata ni Shem, mdogo kuliko wote ni Ham. Tunapata wapi? Kwenye Biblia unaweza kukuta sehemu nyingine amefafanua tofauti. Sio kwamba amefafanua lakini ameandika tofauti. Hakuwa na lengo la kuonyesha yupi ni mkubwa, lakini kwa kuandika ukadhani labda aliyetangulia ndo mkubwa. Hem, twende kwenye kitabu cha hiki twende kwenye kwa hiyo hatutaanza na mstari wa kwanza. Tuanze na kujibu hiyo hoja. Ni hoja muhimu kuijua au sio hoja muhimu? Ni muhimu tuisome. Tusome kutoka katika kitabu cha mlango huu wa 10 mstari wa 21. Tuanze na mstari wa 21 anasema. Na nisome katika King James. Na kwa hiyo ninaanza kwa kueleza lakini pia na kukosoa. Mstari wa 21 King James inasema hivi. Anasema hivi. King James mstari wa 21 mlango wa 10 mwanzo anasema and to Shem also the father of all the children of Abel, the brother of Japhet the elder, even to him were children born. Ana maana hivi, na alikuwa anaonyesha uzao uliotokana na hao watoto watatu wataja. Wana watatu waliokuwa kwenye safina. Wakatoka pamoja na baba yao na wake zao. Na walitoka hawajawa na uzao, hawakuwa na watoto. Walitoka watu 8. Watoto watatu na wake zao watatu na baba na mama Nuhu na mkewe. Sasa anasema sasa walipotoka wakaanza kuzaa kama walivyoagizwa na Mungu na kuongezeka. Anasema kwa Shemu, mstari unavyosema na nitafafanua kilichokosewa. Kwa Shemu ambaye ni baba wa kina Eberi wote, Shemu ndiye aliozaa kina Eberi. Ndio Eberi ndio kuja kuwa ukoo uliokuja kuzaa kina Ibrahimu na kuja sasa kuwa wa kina Yuda na Wayahudi. Anasema ambaye ni the brother of Japhet, ambaye ni kaka yake na Yafet the elder, ambaye anasema Yafet the elder. Akisema Yafet the elder maana yake Yafet ambaye ndiye mkubwa, the elder. Sasa ukisoma hapo sicho kilichoandikwa. Hapo ukisoma unaona Shem ndo mkubwa. Sio kweli. Sio kweli, ni Biblia ya Kiswahili tumeshaiokota makosa yote. Tuisome, haina tatizo, haina shida. Tutaendelea kuifafanua na kuirekebisha, lakini kwenye hapo napo tunarekebisha. Kwa hiyo tunaona kwenye huo mstari anatuambia mkubwa ni nani? Ni Yafet. The elder. Kwa hiyo tumeshapata wawili nani mkubwa. Kuna Yafet wa kwanza anafuata Shem ambayo kwenye Biblia ya Kiswahili haionyeshi hivyo. Ukienda hiyo ndo maana ya shule ya Biblia. Ukienda kwenye mstari wa mlango wa 9, turudi nyuma sasa. Tulikuwa kwenye mlango, tunamtafuta Hamu anaingiaje kwa hawa wawili sasa. Mlango wa 9 mstari ule wa 24 anasema hivi, sijui kama Kiswahili chake amesaisha, amekosea sijui, lakini ngoja niisome mimi. 24 anasema hivi, mlango wa 9:24 anasema hivi, and Noah awoke from his wine. Nuhu akaamka katika ulevi wake au akalevuka katika ulevi wake, and knew what his younger son, na kutambua alichokitenda mwanae mdogo. Kwa hiyo hii mistari miwili inatujulisha moja kwa moja, bila kuiunganisha hii miwili huwezi kujua vizuri ni nani alikuwa mkuu. Na wakati mwingine Mungu anaweka ili kusudi apime uwezo wetu wa kutafuta kweli yake.
Baki angeweza kusema akazaa watoto watatu. Wa kwanza alikuwa na nini, wa pili hapana. Ngoja niiweke katika mistari miwili iliyo kwenye sura mbili tofauti ili usinione kama watu wana uwezo wa kutafuta kujua kweli yangu. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa Ham ni mdogo wao wote. Hebu tulinganishe na Mwanzo 5, turudi nyuma zaidi. Mwanzo 5, sijui naona hoja zinakuwa nyingi lakini nitasoma sehemu mbili za hawa watoto. Sehemu mbili au tatu. Mwanzo 5:32 Biblia inasema hivi. Mwanzo 5:32 Biblia inasema hivi. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, Nuhu akawazaa Shemu, Hamu na Yafeti. Unaona jinsi alivyowapanga, usipokuwa makini unaweza kufikiri Shemu ndo wa kwanza, wa pili ni Hamu, wa tatu Yafeti. Kwa jinsi alivyowapanga. Kwa sababu akawazaa, lakini kawataja tu kwa mpangilio wote ule. Yale maandiko yako mahususi yale tuliyoona mawili. Mlango wa 10 mstari wa 21 na mlango wa 9 mstari wa 24 ni mahususi ya kutuambia mpangilio wa kuzaliwa kwao, lakini hapa ni kutaja tu idadi. Ni kama unaweza kuambia unamtajia watoto wako ukajikuta unaanza labda una watoto wengi, unajikuta unaanza na mdogo, unafuata mdogo zaidi, unafuata mkubwa bila mpangilio. Haiuzui kwamba ni watoto wako, lakini hahitaji kwamba umewazaa kwa mpangilio gani. Ile mistari inatuambia mmoja ni mdogo au wawili, mmoja ni mkubwa mwingine, basi unajua kwamba mpangilio ni huo. Tunalipata. Lakini unaweza kulipata kwenye Mwanzo, tukua kwenye Mwanzo 5. Tusome Mwanzo 6:10 anasema hivi. Mwanzo 6:10 Biblia inasema, Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu, Hamu na Yafet. Unaona hapo wataja. Mtu hata ukisoma katika nyakati ukirudi kwenye nyakati, kitabu cha Nyakati wa kwanza ni mpangilio wa vizazi vyote kuanzia Adam vingi mpaka kina Daudi na nini. Napo hawa watu wanatajwa kwenye mpangilio wote ule. Sikumbuki ulivyopangwa lakini nao umeanza Shemu, Hamu na Yafet. Hivyo lakini tunaona kwamba sivyo walivyozaliwa. Hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza kujifunza. Okay, imetusaidia nini? Imetusaidia kwamba tumejua kweli ya Mungu. Je, tunaitumia katika maisha ya kila siku yamkini sio moja kwa moja lakini ni utaalamu, ni ujuzi. Ujuzi. Ilikuwa ni hoja ya kutangulia na pia sio mara ya kwanza Mungu anatumia maneno kama hayo. Kwa mfano sehemu nyingine nenda katafute, sikuangalia sikunukuu, lakini Ibrahim alikuwa na watoto wawili wakubwa waliotangulia. Alianza Ishmael alipokuwa na miaka kama 14 hivi akamzaa Isaka. Lakini sehemu nyingi Biblia inaonyesha wanasema wana wa Ibrahimu ni Isaka na Ishmaeli. Yani maana yake mdogo anatajwa kabla mkubwa. Hiyo haizuii. Huwezi kusema kwamba ni makosa kwa kutaja tu. Sawa, hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili tunayoiona sasa, hii inatuhusu kwenye maisha ya kila siku moja kwa moja. Inasema hawa wana watatu wa Nuhu ndio waliozaa rangi zote za wanadamu duniani na jamii zote za wanadamu duniani. Ndipo watu wote wametokana na hawa wana watatu wa Nuhu. Na tutaona mtawanyiko wao walivyotawanyika kwenye uso wa dunia. Inatupa picha walivyotawanyika, wakaja wengine usawa wa Afrika, wengine wakaja usawa wa Mashariki ya Kati, wengine wakaenda Ulaya kusini na baadaye wakafika mpaka kaskazini. Tunaona kwamba inazaa rangi kuu tatu. Dunia ina rangi kuu tatu. Ina wazungu na watu wa jamii ya Waasia ambao wana rangi nyeupe lakini wanaona sio wazungu, na watu weusi kama sisi. Unaona jinsi walivyotawanyika ndivyo Biblia inavyoeleza. Twende katika, kwa hiyo tunaona kwamba rangi zote, jamii zote za wanadamu, hasa wazungu, Afrika na Waasia, jamii ya Waarabu na watu waliotokana na hao mpaka Wahindi wanatokana na jamii tatu. Of course huko mbele walikuja kuwa na mwingiliano, kuzaliana na kuoleana. Wakazaa watu machotara. Na leo mpaka leo bado machotara yapo. Tusome mlango wa, kwa hiyo tuthibitisha maandiko kwamba rangi hizi tatu, watu watatu hao ndio walizaa dunia. Tusome mstari wa 32 wa sura ya leo. Biblia inasema Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, mtoto asipige hiyo. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, twende mlango wa 10 actually 32. 10:32. Hizo anasema hivi, hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu
kufuatia vizazi vyao katika mataifa yao na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Neno nchi ukisoma kwenye King James anasema neno dunia. Na ni mara nyingi kusema neno nchi ukimaanisha sio nchi kama watu. Katika Kiswahili cha kawaida nchi ni taifa. Lakini nchi inaweza kumaanisha nchi yote. Nchi unaposema dunia. Kwa hiyo kwenye King James hatumii neno nchi kwa maana ya taifa kama Tanzania. Anasema dunia nzima. Kwa hiyo unaona kwamba anasema hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu. Kufuatia vizazi vyao katika mataifa yao na kwa hao mataifa yagawanyika katika dunia baada ya gharika. Kwa hiyo unaona kwamba dunia inafunikwa na hawa watu, inatokana na hawa watu ila wanaingia kwa mataifa yao. Kila mtu na taifa lake. Tunaona kwamba wanagawanyika kwa mataifa. Wanagawanyika kwa mataifa. Lakini turudi nyuma. Turudi mstari sasa wa kwanza. Turudi mstari wa kwanza. Anasema hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, Shemu, Ham na Yafet. Yafet anafanya wa mwisho mara zote. Na tunaona huyu Yafet naye tamko wa mwisho ndo alizaa wazungu sasa. La ajabu. Ungetegemea kwamba labda wazungu ndo wangetamka wa kwanza. Lakini ni wa mwisho. Na kwao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Wana wa Yafeti ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Na wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Alifath na Togama. Na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshish, Kitimu na Warodani. Kwa hao nchi za pwani za mataifa ziligawanyika kuwa nchi zao, kila mmoja kwa lugha yake na kwa jamaa zao kufuatia mataifa. Unaona kwamba uzao wa Yafet anasema ulielekea. Sasa unaona Yafet anamtaja wa kwanza kwa sababu ndiye alizaliwa wa kwanza. Japo kwenye kutamka anamtamka mwisho, lakini akianza kusema uzao wake, yamkini anaendelea uzao wa kwanza. Anakuambia mstari ule wa 5. Angalia sana mstari wa 5. Anasema kwa hao ametoka kutaja uzao wa Yafet kuanzia mstari wa 2. Mstari wa 5, kwa hao nchi za pwani za mataifa. Ukiangalia tulipokuwa tunasoma kitabu cha Isaya, nchi za pwani alikuwa anamaanisha maana hapa tunaongelea eneo ambapo gharika ilitokea. Nuhu alikuwa anaishi kwenye nchi za Kanaani hapo katikati, Edeni, Mashariki ya Kati, maeneo ya Israeli ya sasa mpaka Gaza mpaka Yordani hapo pote. Sasa kutokea hapo hakuna bahari. Bahari iliyo karibu na pale ni bahari ya Mediterania. Inayogawanya Afrika kusini kwake na Ulaya kaskazini kwake. Na inaitwa bahari kuu wakati mwingine. Leo tunaita bahari ya Mediterania. Sasa anaposema kwa mstari wa 5 kwa hao nchi za pwani za mataifa, anaongelea mataifa na atakuja kuyataja tuyaona. Anasema mataifa ya pwani ya hiyo bahari iliyo karibu pale ni yale mataifa yaliyoko kusini mwa Ulaya. Unaongelea mataifa kama Italia, mataifa kama Ugiriki, Uturuki. Anataja na angalia mstari wa 4 anasema na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshish na Kitimu. Twende katika kitabu cha Yona tuangalie Tarshish. Yona alikimbilia wapi? Tarshish. Anaenda Tarshish. Twende Yona mlango wa kwanza mstari wa sasa mbona kama tunaenda ndani sana. Twende ndani sana. Ndio vizuri. Twende ndani sana. Ukisoma katika kitabu cha Yona kwenye manabii wadogo, tunaita manabii wadogo baada ya kina Isaya wale wakubwa, kuna manabii wengi kama 11 na wawili hivi au 13. Mmoja wapo ni Yona, yuko mwanzoni pale. Mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 3 anasema hivi: lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana, akateremka hata Yafa. Yafa ndo akina Petro walikuwa wameenda wakati wanaenda kwa Kornelio. Bado ni wako wanatoka Uyahudi wanaingia pwani ya kuelekea hizo bahari za huko. Ndipo watu walikuwa wanapandia merikebu kuelekea Tarshish. Tarshish kijiografia tulikuja kuiona kwenye kitabu cha Isaya, iko maeneo ya Spain, Hispania. Sasa Hispania ni kwa wazungu. Hispania ndipo wazungu wanapoanzia kuelekea kaskazini. Ukitoka hapo unaingia mataifa ya Ureno, Ufaransa, Ujerumani,
Belgium, ambao Belgiji, Uholanzi, mpaka kaskazini Uingereza, mataifa ya kaskazini, Denmark wapi. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Yafet tunamwona miongoni mwa watu na anasema kila mtoto ndiyo taifa na lugha. Kwa hiyo yamkini nani za lugha ya Kispania. So Tarshish ni Spain. Na tunaona kwamba wakati wote inapotajwa Tarshish, sitaenda huko, sijui kama na mstari wote unaosema hizo habari, lakini Tarshish iko pamoja na Kitimu. Hizo sehemu mbili ndio ilikuwa meli kwanza. Ni miji ilikuwa jirani. Iko Italia, Hispania. Kwa hiyo tunaona kwamba wazungu watu walioko maeneo ya bara la Ulaya wanatokana na Yafet. Na Mungu anasema wanazaa mataifa yao na miji yao na lugha zao. Haya tuendelee. Twende mstari wa 8 wa sura ya leo. Anasema tutaruka kidogo. Mstari wa 8 anasema hivi. Kabla ya mstari wa 8 kwa hiyo tunaona uzao wa Yafet unapatikana katika mpaka mstari wa 5. Mstari wa 6 tumuone mtoto mwingine ambaye anatajwa. Anatajwa mstari wa 6 anasema wana wa Hamu ni Kushi na Misri. Misri ni wapi? Afrika, Ulaya? Afrika. Na Misri na Putu na Kanani. Putu ni kwa sababu lugha mataifa yamekuwa yanabadilika. Kwa mfano Tanzania zamani tulikuwa tunaitwa Tanganyika, baadaye tukaitwa Tanzania. Nchi kama zamani ilikuwa inaitwa labda Zaire, si Kongo, baadaye ikawa Zaire, baadaye ikabadilika ikawa DRC, si vitu gani. Mataifa yanabadilika majina. Lakini Putu ndio Libya. Misri tunaiona, Kushi ndio Ethiopia. Ndio Ethiopia na tunaona twende katika Yeremia mlango wa 13 tuone watu wa Ethiopia wanafananaje ambao tuone kwamba ndio rangi yetu vivi. Umeona wa Ethiopia ni wa Afrika weusi tofauti kidogo na Waarabu wa Misri lakini ukifika Ethiopia ni watu weusi kama sisi wanaweza kama meng'ang'aa kidogo lakini Maafrika kama Maafrika. Ukisoma katika na wakati huo unaweza kusema mbona watu isikii Tanzania haikuwepo. Watu walianzia pale wakana Tanganyika. Ndio sababu huwezi kusikia Marekani, huwezi kusikia Uingereza, huwezi kusikia Ufaransa, huwezi kusikia Ujerumani. Mataifa makubwa. Huwezi hata China. Kwenye Biblia sana utasikia nchi kama India. Unaweza kusema sasa mbona kama tunasoma jiografia, ndio jiografia ya kibiblia. Lakini pia inatuambia mtu asiyejua ametokana na nani. Vile vile hawezi kujua anaelekea wapi. Mungu anaweka hapa kwa makusudi tujue tumetokea wapi na tujue na baadaye tutakuja kuona. Nitangulia kusema labda mtu ambaye atasikiliza akachoka kusikiliza. Tutakuja kuona kwamba kimsingi watu waliozaliwa kutokea kwenye kundi la hawa wa Afrika ndio anakuja kuwa majamaa mazito. Ndio yanayo Biblia inayasema kwa tutamwona Nimrod. Nimrod ni uzao wa Maafrika. Tutamwona kwenye mstari unaofuata. Lakini tuende katika kitabu cha Yeremia. Naisoma kwenye King James kwa sababu hapa wameharibu vitu vingi. Yeremia tusome mlango wa 13:23. Somo la leo halisomeki Linasomeka. Nadhani linasomeka. 13:23 Biblia inasema hivi. Yeremia 13:23 Biblia inasema hivi. Mtu mmoja nisomee kwa Kiswahili. Mimi nitaisoma kwa Kiingereza. Inasema, je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema. Ninyi mliozoea kutenda mabaya. Okay. Maana ya mstari, malengo ya mstari ilikuwa ni shutuma za Mungu kwa watu wasiotaka kugeuka. Lakini anatumia Mkushi kwa Biblia King James anasema can the Ethiopian change? Tunajua kwamba neno Mkushi hata wakati tunasoma historia, ufalme wa Kushi ndio ufalme wa Ethiopia. Anasema je, Muethiopia anaweza kabadili rangi yake? Unaona kwamba ni mtu mwenye rangi. Huwezi kusema kwamba wazungu ni watu wa rangi, tunasema ni weupe. Mtu mwenye rangi tunamaanisha mtu mwenye, kama unavyosema chai ya rangi unamaanisha nyeusi. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Kushi ni mweusi. Sasa tuangalie huyu mtu mweusi Mkushi
anatokea wapi kwenye sura ya leo? Mstari wa 6 anasema turudi mlango. Kwa hiyo tunatoka kwenye Yeremia tunarudi kwenye mlango wa 6, mlango wa 10 mstari wa 6 anasema wana wa Hamu ni Kush. Tunaona kwamba huyu Kush ametokana na nani? Na Hamu. Na ni mweusi. Na Misri, tunaona Misri, Ethiopia na Misri ni majirani, wanapeana mpaka. Katikati kuna Sudani sehemu fulani. Okay. Na Putu, Libya, na Kanani. Sasa Kanani ni mataifa yote yaliyoko jirani ya Israeli lakini ambayo hayakutokana na kina Shemu. Hili ni kundi linalotokana na Hamu lakini linaloishi karibu na Waisraeli. Ni Wakanani. Na tuje kuona mataifa ya Wakanani walikuwa ndio mataifa ya waovu. Na ndio nchi Mungu alikuwa anawaondoa hawa watu awape. Mungu alimwambia Ibrahim anasema nitakupa nchi ya Kanani. Anawanyang'anya hawa watu. Na huyu Kanani turudi mlango wa 9. Turudi nyuma. Mlango wa 9 mstari wa 25 anasema mstari wa 24. Mlango wa 9 mstari wa 24 anasema hivi Nuhu akarevuka katika ulevu wake akajua mwanae mdogo alivyomtendea akasema na alaaniwe Kanani atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Kwa hiyo tunaona mwenye kutenda kosa ni nani? Ni Hamu. Anayelaaniwa ni mtoto wake au mjukuu wa Nuhu ni Kanani. Hawa Kanani ndio ambao Mungu anakuja kuwaondoa ili kusudi atoe nchi awape nani? Awape wana wa Shemu wa Yahudi. Taifa lake la wakati huo. Lakini mtu anakuambia kuna watu wanakuambia naomba tueleweke vizuri. Kuna watu wanakuambia Waafrika tulitokana na Hamu tumelaaniwa. Hamjawahi kusikia hizo habari? Hatuna laana kwa kweli. Tunaona anayetenda Hamu ni babu yetu. Kwenye huo sijui babu wa miangapi. Ila halaaniwi, anayelaaniwa ni mmoja wa watoto wake na haijulikani kwa nini ambaye ni Kanani. Hatuna uhusiano na Kanani. Lakini Wakanani wamelaaniwa. By the way, ukisoma mbele naomba nieleke hata Wakanani mpaka leo hawana laana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema laana zake zinakaa kwenye vizazi vitatu mpaka cha 4. Mpaka cha 5 mwisho. Baada ya hapo watu wakaa vizuri na Mungu anasahau laana zake. Lakini anawabariki wana wa wampendao mpaka vizazi 1000. Naona Mungu alivyo mwema. Wakimuudhi anaanza kalaani lakini azidishi vizazi 5. Lakini huyo mtoto anaweza akarithi laana ya baba ya mama. Unaweza ukakuta labda kuna ukoo watu ni walevi hata kama amezaliwa mbali hakukulia pale anajikuta ile laana anaenda naye anakuwa mlevi huko kwa atakapokuwa. Sio tunaelewana. Lakini anasema vinaenda mpaka vizazi 5. Utakuja kuona iko katika Kutoka mlango wa 20 kwenye zile amri za Mungu. Anasema nina laani mpaka vizazi vingine 5 mwisho. Lakini inabariki vizazi maelfu na elfu ya nipendao. Kwa lugha nyingine baraka zinadumu muda mrefu. Ila Mungu anatutaka tumtafute sisi wenyewe. Usitegemee baraka za baba yako. Usitegemee baraka za mababu watano hapana. Japo zinaweza kaja lakini vile nguvu zake sio nyingi. Kwa tunaona kwamba aliyelaaniwa na ambayo tunaamini laana ilishapotea, sababu muda umepita, kwa sababu vizazi vimeshakuwa zaidi ya 5, alikuwa sio mtu aliyekuja kuzaa wake. Kwa sababu tunaona Kanani ni mzaliwa mmoja wapo kati ya wana wa Hamu. Mmoja wapo wana wa Hamu ni Kushi, anakuja Ethiopia na tunajua kwamba watu wengi walioko maeneo ya Afrika Mashariki hapa tulipo ni watu waliotokea kaskazini. Kwa mfano ukienda maeneo ya Tanzania ya kati na kaskazini, maeneo labda ya Arusha, Singida, Dodoma, mpaka Kagera kote ni watu ambao wametokana na upande wa kaskazini, na wengine wamepitia magharibi lakini wakaja kutokea kusini, lakini wote wametokea huko. Unaona kwamba ni kundi hilo. Na rangi yao inafanana na sisi. Kwa tunaona ni uzao. Na kijiografia unaona ndivyo mambo yalivyo. Sisi tunaelewana kidogo. Na pia inatuambia kwamba hatuna laana wala hapakuwepo na laana ya awali. Hapana, kwa sababu tunaona watoto wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanani. Na Kanani ndiye aliyelaaniwa. Kwa hiyo hawa wengine ambao walikuja Kanani alizaa watu wa Kanani, hawakuja Afrika. Watu waliokuja Afrika Putu akapitia Libya akapita mpaka Afrika Magharibi. Kushi aliyokuja kusini mwa Afrika mpaka mashariki mwa Afrika na hawa wa Misri hawana laana. Hawana laana. Na kama wangekuwa na laana bado, kwa hiyo hatuna laana.
Tumelaaniwa. Tumelaaniwa takia wakati wa Nuhu. Ukijilaani unalaanika. Kabisa. Jirani unalaanika. Okay, tuendelee tusije tukakesha kwenye habari hizo. Mstari wa 7 anasema na wana wa Kushi ni Seba na Havila na Sabta na Rama na Sabteka na wana wa Rama ni Sheba na Deda. Na utakuja kuwaona huko mbele ya nani ni mataifa yani watu wengine. By the way, Ethiopia ilikuja mataifa yote yaliyokuja Ethiopia yalikaa vibaya na Mungu kipindi fulani. Mungu akawa anaendelea kuwatweza kama alivyowatweza wana wa Esau. Esau ni uzao wa baadaye wa uliotokana ni hawa kina Shemu walioendelea muda mrefu. Anasema mstari wa 8 anasema Kushi huyu mweusi huyu. Kushi si ni mweusi? Mweusi. Aliyezaa weusi kama mimi na wewe. Unaona alichokifanya mtu mweusi. Kushi mstari wa 8 akamzaa Nimrod. Nimrod akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Kwa hiyo tunaona katika watu wote anasema fulani kamzaa fulani, fulani kamzaa fulani, lakini anayetajwa kwa uhodari wake ni mzao wa mtu mweusi. Kuna laana hapo. Huioni? Unaona hicho ni sifa. Ni mtu na tunakuja kuona japo sasa tujifunze tusilewe na sifa sasa. Wakati mwingine mtu unaweza kusikia vitu vizuri, mtu anawasifiwa asifu babu yako alikuwa na nguvu na nini huko ukalewa sifa kumbe unapotea. Muda wote mwanadamu anapolewa sifa, mambo yake yanapoenda vizuri naye akavimba kichwa, ujue ndio chanzo cha kurudi chini. Na tunaliona mstari wa 9 anasema alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Haishii kwenye kuwinda tu. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrod hodari wa kuwinda wanyama mbele za. Maana yake mtu anakuwa mpaka methali sasa. Anakuwa methali. Maana yake kitu kishakuwa methali ni kitu ambacho kina sifa za kudumu. Kwa sababu methali ni kauli ni maneno yanayo dumu muda mrefu. Anaendelea mstari wa 10. Huyu mtu anapata na ufalme. Anasema hivi, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Tutakuja kuona kwenye mlango unaofuata Shinari na Babeli ndio tunakuja kuona sasa matatizo yanapoanza. Mtu aliyejenga ufalme wa kwanza kabisa duniani ni mtu mweupe, ni mtu mweusi, ni mtu mwenye rangi yote. Ni mtu mweusi ndio sio? Mtu mweusi. Kush. Uzao wa Kush, Nimrod. Na leo hii tutakuja kuona katika falme zilizodumu za kutisha ni falme za Babeli. Lakini zinabeba pia hasara, zinabeba kitu kibaya. Babeli maana yake huyu mtu alilewa sifa, baadaye tunakuja kuona watu walipokuwa Babeli kwenye mji wa huyu Nimrod. Kwenye mji wa huyu Nimrod tunaona wanalewa sifa wanataka sasa kujenga, yani walivyo na nguvu, wakawa hodari, wanasema sasa tujenge mnara tufike kwa Mungu. Huyu mtu sio wa kawaida huyu. Huyu mtu ndiye anapaa katika ma satellite ya kwenda mpaka nchi za mbali nyakati zake. Lakini yamkini Mungu akaona amshushi. So mtu akijiinua anashuka. Yamkini ndio sababu tunakuja kuona baadaye labda uzao wa kina Yafet wanainuka, uzao huu uliokuwa unapanda kwenda kwa Mungu unashuka chini, Waafrika baadaye wakarudi chini. Sina uhakika lakini kanuni ya kibiblia inasema kwamba mtu akiinuka anatwezwa, anashushwa. Ukiinuka muinue Mungu, atakuinua zaidi. Ukiinuka muinue Mungu, atakuinua zaidi. Sasa huyu alienda kinyume. Na hii ipo mpaka katika koo za leo. Kuna koo hapa Tanzania wakati wa uhuru kuna koo kubwa tu zilikuwepo. Kwa mfano kuna niseme, kuna ukoo wa Nyerere ulikuwa mkubwa lakini sasa haupo. Haupo kimsingi. Na koo nyingi zinainuka baadaye zikiinuka sana, sidhani kama ndio aliyotokea. Kwa sababu hakuwa mtu kujiinua moja kwa moja, lakini huwezi kujua kilichokuwa kinaendelea nyuma ya vile vinavyotajwa kwenye vyombo vya habari. Watu tunaona kwamba ufalme wa kwanza unajengwa na watu waliotokana na Hamu na hasa waliokuja kuzaa tawi la watu weusi.
wa Kushi. Nimrod anaijenga Babeli katika nchi. Tutaiona kwenye mlango unaofuata. Mstari wa 11 naomba niusome kwenye King James, unatengeneza kundi jingine, ufalme mwingine usio wa kawaida. Huu ni wa Babeli. Tunakuja kuona baadaye kuna ufalme wa Misri, mfalme aliyekuwa anatisha kabisa ni Farao. Huyo sio. Kwa hiyo tunaona ufalme wa Babeli umetokana na Hamu. Huyu dogo alikuwa sio wa kawaida. Alikuwa sio wa kawaida, mtoto wa mwisho aliyekuja kuwazaa wa Afrika huyo. Anatengeneza ufalme wa Babeli ambao upo unasomwa mpaka leo. Kimsingi ni adui wa Mungu sasa. Lakini sasa umehama umeenda kwa mataifa mengine. Anakuja huyo anazaa mstari wa 10 na twende tena katika tumesema mlango wa mstari wa 11. Bado na hoja tatu kubwa. Kwa hiyo twende haraka kidogo. Okay, unaweza kusema wewe ndio una usukani sasa. Kwa hiyo nitakimbia kweli. Mlango wa 10 mstari ule wa 11 anasema hivi. Tunaona kulingana na Biblia yako ya Kiswahili inaonekana kama anasema akatoka katika nchi na akaenda mpaka Ashuru. Kana kwamba ndio huyo nani? Huyo Nimrod, sio? Biblia inasema mlango wa 10 mstari wa 11 anasema out of that land went forth Ashur and builded Nineveh and the city Rehoboth and Kala. Huyu ni mtu mwingine, ni mtu anaitwa Ashuru ambaye yeye sasa sio uzao wa Hamu. Hapana, Ashuru, twende kwenye mstari wa 21 tuliuona wa sura ya leo. Twende mstari wa 21 anasema naye Shem, huyu ni uzao wa Shem. Naye Shemu ambaye ni baba wa wana wote wa Heberi na ndugu mkubwa wa Yafeti akazaliwa wana wa Shemu ni Elamu na Ashuru. Naona kwamba Ashuru ulikuwa ni na tunaona kila mtoto alikuwa anazaa taifa na lugha. Kwa hiyo tunaona Ashuru haisikawa tena huko alafu ikawa huko. Ashuru ni ya uzao mwingine. Lakini tunaona mamlaka kubwa na Ninawi. Ninawi ilikuwa ni mji mkubwa lakini huwezi kuunganisha Babeli, huwezi kuunganisha na Misri ya nani? Ya Farao. Hapo husikii uzao wa Shem popote pale. Amini wa Shem nasikia kidogo, husikii wa Yafeti ambao wanakuja kutoka kwa wazungu. Waliokwenda kwenye mataifa na ndio wanaitwa mataifa au watu wa mataifa. Mara nyingi hawa waliokuja Afrika hawaitwi watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni watu hao waliotokana na Shem. Kwa hiyo mpaka sasa tumejifunza nini? Tumejifunza point ya kwanza nani mkubwa, tukaona wa kwanza ni Yafet, wa pili ni Shem, wa tatu ni Ham. Lakini tukaona point ya pili kwamba hakuna kwamba watoto wote hawa watatu kila mtu alizaa. Kuna bado tunaona ni la Shem. Ndio walikuja kuzaa Wayahudi na wa Asia wengine. Lakini tumeona pia kwamba hakuna laana kwa uzao wa watu waliokuja kuwa weusi au waliokuja upande wa Afrika. Kimsingi badala ya kuwa na laana, kimsingi walikuwa watu mashuhuri na tukaona makundi kama mawili makubwa ya watu mashuhuri. Watu mashuhuri. Naweza nikasema maneno mengi lakini hebu sasa tuone tusome turukeruke kidogo kwa sababu mambo ni mengi. Twende mstari wa 15, muda umeenda. Mstari wa 15 anasema hivi. Hapo katikati anasema walivyozaliana na nini na wengi. Kwa mfano mstari wa 15 anasema Misri akazaa Waludi na nini. Tunaona makundi ya Wamisri walio manake ndio waliozaa wakaenda labda magharibi mwa Afrika na nini, wengine wakaja kusini. Lakini tuone Kanaani yule aliyelaaniwa katika wale watoto wa Hamu. Misri tumeona anazaa wa Misri, Kush anazaa watu weusi wa Ethiopia na Puti anazaa watu walioenda Libya magharibi kidogo, kaskazini tena. Lakini utaona kundi jingine sasa hawa hawaji bara la Afrika wanaenda bara la Mashariki ya Kati. Anasema Kanaani akamzaa Sidoni mwanawe wa kwanza na Hethi. Sasa hili kundi naomba nisilifuatilie. Hawa kina Kanaani ndio wakuja wa hivi na ndio anazaa mwishoni kabisa anasema tusome mstari ule wa 14 na Wapathi na Wafilisti pia. Wafilisti wanatokana na kundi la nani? Sio kundi zuri. Sio wa Kanaani, ni kundi la ya Misri, yes. Wafilisti ni wa Misri, kundi la Misri. Ambao nao sio sisi. Sisi tunarudi upande wa nani? Wa Wakushi. Kwa sababu ni watu wa rangi nyeusi. Mstari wa 15 tunaona kundi la Wakanaani ndio Sidoni. Unakumbuka kuna mwanamke Msidoni ambaye Yesu alisema siwezi nikawapa
chakula cha watoto nikawapa mbwa. Sio kwamba alikuwa anatukana, lakini alikuwa na ujumbe na alikuwa anapima imani ya yule mama na akaipata kweli na akamsifia sana na akamponya. Kwa hiyo tunaona hilo kundi ndo hilo linazaa watu wa Gaza na nini na nini. Mstari wa 21 anasema tuone uzao wa Shem. Kwa hiyo tumeshaona uzao wa nani? Wa wazungu wale na wa hawa waliokuja Afrika na hawa waliobaki katikati pale. Naye Shemu ambaye mstari wa 21, naye Shemu ambaye ni baba wa wana wote wa Heberi. Tushausaisha tukaona kwamba pale kuna mkubwa ambaye alichanganywa. Mkubwa alikuwa anatajwa Yafeti huko lakini alikuwa ndo mkubwa. Mstari wa 22 anasema wana wa Shemu ni Elamu na Ashuru. Tulikuwa kuna Ashuru alikuja kuizaa ni ufalme wa Ashuru. Ndio kuja ndio Ninawi. Hawa nao ni wasumbufu, ni wa miji mikubwa. Lakini ilitubu hii. Na Arfaksadi na Ludi na Aramu na wana wa Aramu ni Usi na Huli na Getheri na Mash. Arfaksadi akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi. Mstari wa 22 Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume, jina la kwanza ni Peregi, maana katika siku zake nchi iligawanyika. Tutakuja kuona kwenye mlango wa 11 Mungu aliigawa dunia kwa sababu dunia ilikuwa na lugha moja. Watu wengine wanasema nchi iligawanyika ndio mabara yakatokea, hapana. Biblia haitaji jiografia ya mabara. Lakini nchi iliyogawanyika tunaona kwamba nchi iligawanyika kwa lugha kwa sababu watu walikuwa wanaongea lugha moja wakati huo. Mlango wa 11 Mungu sitaenda huko kwa leo kwa sababu muda unaenda. Wiki ijayo hatuna vitu vingi, kwa hiyo tutapata muda wa kuichimba maana ya kugawanyika kwa nchi au dunia. Anasema mstari wa 25 Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume, jina la kwanza ni Peregi, maana katika siku zake nchi iligawanyika, na jina la nduguye Yoktani. Yoktani akamzaa Almodadi na Sherefi na Sherefu na Hasa Mawethi na Yera na Hadolamu na Uzali na Dikla na nini. Of course mstari wa 29 tunaona na Ophiri. Ophiri ukija kusema vizuri kwenye Biblia nisema ambapo kuna dhahabu isiyo ya kawaida. Dhahabu ya Ophiri. Kwa hiyo unaona nao ni watu walio maeneo ya hapo waliobahatika kuwa kwenye maeneo ya dhahabu. Unaweza kusema maana yake nini? Tutaiona. Mstari wa 31 anasema hao ndio wana wa Shemu kufuatia jamaa zao na lugha zao katika nchi zao kufuatia mataifa yako. Unaona kwamba watoto walivyokuwa wanazaliwa walikuwa wanazaa taifa, wanazaa lugha. Nafikiri Mungu aliweka tu utaratibu ili kusudi waongezeke haraka sana. Mtu mmoja anazaa taifa na wao anazaa nchi. Lakini ilivyo hata huku miaka ya sasa. Unakuta ukoo mmoja au kabila moja limezaliwa na babu mmoja miaka ya nyuma na kadhalika. Kwa hiyo tumeona mgawanyiko na mtawanyiko wa watu wa rangi tofauti tofauti. Hii ya Shem sijaifuatilia sana kwa sababu itaelezwa kwa undani wiki ijayo. Sasa tumalizie kwa kujifunza sasa haya mambo yanahusu nini katika maisha yetu. Kwanza yanahusu, tuliona yanatuhusu moja kwa moja. Lakini tuweke katika matumizi, katika maana ya kila siku. Tumeona pia kwamba Mungu hakuwalaani wa Afrika. Kwa sababu hawako katika ukoo uliolaaniwa wa Kanaani, na tukaona pia kwamba laana huwa haidumu muda mrefu. Laana inayodumu muda mrefu ieleweke ni matendo yetu. Ni matendo yetu. Mungu akituonya tukawa hatumsikii hata kama ni kama ilivyo Wayahudi walikuwa ni ukoo bora, lakini baadaye wakawa adui wa Mungu. Biblia inasema Mungu akageuka akawa adui yao. Nenda kasoma katika vitabu vya Maombolezo. Mungu akageuka adui yao na akasema ufalme unaoka kwenu akautoa. Anasema ninajua, Yohana Mbatizaji anasema najua ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini shoka imeshawekwa katika mizizi, katika shina, inaenda kuchimbua visiki na kuang'oa. Kwa sababu walikuwa ni ukoo ule ulikuwa unaitwa bora wa Shemu. Lakini matendo yao yakawalaani na wakapata laana ya matendo yao. Hoja ya mwisho ya kufungia na ambayo labda nichukue muda mrefu kidogo kuiongelea ni kwamba hoja ya mwisho. Tumeona hoja kama 4. Hoja ya mwisho na ambayo inaenda sasa kwenye matumizi yetu ya kila siku na hata iona kwenye sura ya leo utaona sehemu nyingine inasema kwamba Mungu yani asili zetu nasaba zetu sicho kitu muhimu kwenye maisha yetu. Sio jambo muhimu. Nasaba, utaifa, lugha,
Kwa mfano watu wengine wanaamini labda mtu anayeongea Kiingereza ni mtu ambaye anaongea lugha bora. Watu wote wanajifunza Kiingereza. Lakini kwa Mungu yote havijalishi. Tutaona. Kwa hiyo hoja ya mwisho tumeona kwamba nasaba kuna nasaba fulani kamzaa fulani, mataifa yametokana na watu fulani, lakini hicho chote kwa Mungu hakina faida wala hakina hasara. Hakina umuhimu. Umuhimu tutaona ni upi. Twende kwenye kitabu cha tuko tunatafuta hoja gani kwamba nasaba zetu, asili zetu, maumbile yetu, asili yetu sio vitu muhimu, na hii nitoe mfano labda nisisitize kama kuna kwenye maandiko. Leo utasikia mtu anakuambia labda mimi kama sio kabila fulani anajitaja, anataka kutafuta sifa zake kwenye kabila lake, ndio sio? Haya, mtu mwingine anakuambia labda hatuyawahi kusafiri sana, lakini ukienda nchi za wenzetu huko utakuta mataifa, mtu aliyotokea taifa kubwa labda Ufaransa, kubwa kwa maana kwamba lina historia kubwa, liteka mataifa na nini, au nchi kama Marekani, Uingereza, anataka kuwa juu kwa vile tu ametokea. Mungu anakuambia taifa lako, lugha yako, asili yako, nasaba yako, vitu vyako vyote vile vile kama ilivyo hata elimu yako, hata uzuri wako na kimo chako, vyote hivyo vitu vyote kwa Mungu ni sifuri. Pekee vinaweza vikawa na faida pale vinapozalisha, anasema vinazaa matunda mema. Kwa mfano nitaenda huko baadaye. Lakini tulijue hilo, na sasa tuone mistari mingi nayo tukumbusha kufanya hivyo. Yamkini tulioko hapa hatuna sifa nyingi sana za kujivunia katika hayo maeneo, lakini na kuhakikishia duniani hilo ni tatizo. Makanisani ni hilo ni tatizo. Watu wanataka kutambulikana kwa vyeo vyao. Cheo ni dhamana, unaweza kuona cheo leo kesho kawa si chochote. Kuna watu wanaitwa akina Gaddafi walikufa hawana vyeo. Walingolewa zile nani zote, zile sijui nishani na nini za kijeshi na nini, wakakutwa kwenye mashimo, wakatobolewa kama unatoboa panya au panya buku chini ya ardhi. Na akina nani, akina Hussein, Saddam Hussein. Na hata hapa Afrika kuna watu walikuwa wakubwa. Hapa kuna rais mmoja ametoka kufa hapo katikati, Burundi. Alikufa tu. Alikuwa rais lakini alikufa tu kama mwananchi. Vyeo ni vitu vya muda. Mali ni vitu vya muda. Kitu ambacho hakiwezi ni cha milele ni wokovu. Amen. Wokovu ni wa milele. Lazaro alikuwa maskini. Nenda kasome Luka mlango wa 12. Lazaro alikuwa maskini, lakini alipofika mbinguni alikuwa tajiri kwa sababu wokovu wake alienda nao kule juu. Huyo aliyekuwa tajiri aliondoka, aliviacha hapa duniani akafika kule akawa maskini akapisha. Na kinachotufikia mbinguni sio umaskini wetu au utajiri wetu, pale ndio wokovu wetu, ni kicho chetu kwa Mungu. Kuna maskini wengi wataikosa mbingu, kuna matajiri wengi wataikosa mbingu, kuna maskini wengi wataipata mbingu, lakini katika hali ya kawaida utajiri wa mtu, Biblia Yesu anasema mwenyewe alishangaa, anasema jinsi ilivyo vigumu kwa tajiri kuona ufalme wa mbinguni. Leo unaingia kwenye makanisa watu wanahubiri utajiri, njoo ukae tajiri, sijui unahitaji mabilioni mangapi, sijui nini, vitu vya namna hiyo. Lakini kulingana kama wanahubiri watu kwenda mbinguni, wajua wanahubiria kitu ambacho kitakuwa ni kikwazo cha kufika kwenye ufalme wa mbinguni. Unless wawafundishe namna ya kuweka pembeni, wakaweka mbele wokovu, wakaweka mbele utakatifu, wakaweka mbele kicho cha Mungu na hofu na kutetemeka mbele za Mungu. Sasa tumetoka kuona mambo ya asili na maumbile, na ndo tuko tunajibu hii hoja kwamba hivyo vitu pamoja kwamba tuliona na Mungu ameviumba, lakini sivyo vya muhimu. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17. Twende haraka ili kusudi tufunge mapema kidogo. Matendo ya Mitume 17, Biblia inasema tusome mstari wa 26. Matendo ya Mitume 17:26, Biblia inasema hivi. Nasema naye hapa kalitamka ngoja niisome kwa King James. Imekosewa. Na ninapokuwa sasa naenda kwenye kitabu kingine, maana yake na muda unapotea. Na Biblia imefunguliwa ya Kiswahili lakini imekosewa, na hangaika tena. Matendo ya Mitume 17:26, Biblia inasema hivi. 17:26 anasema hivi. And hath made
of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Anasema amefanya mataifa yote, watu wa mataifa yote kuwa wa damu hii moja. Unaposema hawa watu ni wa damu moja, maana yake ni watu wa asili moja. Kwa hiyo asili ya wanadamu wote ni moja, ni Adam. Ni Nuhu. Mungu anawaangalia wakiwa bado wamoja kuliko kabla hawajaanza kutawanyika katika maeneo. Ndicho Mungu anasema amewafanya. Ndio sababu leo unaweza ukawa mtu anahitaji damu, ukatafuta damu kwa kaka yake, kwa mdogo wake, kwa baba yake, kwa mama yake, ikakosa, ikaenda ikapatikana kwa mtu wa rangi tofauti. Blood group tofauti. Kama mtu hana uwezo wa kuelewa hivyo, hana uwezo wa kuelewa Biblia. Lakini kama unalijua hilo, basi Mungu anasema amefanya watu wa mataifa wote kuwa wa damu hii moja. Sio kwamba ni watu wa damu moja kama wamezaliwa pamoja. Na alikuwa analenga kwamba wazaliwe pamoja katika ukoo wa Kristo. Tuliona kwamba kuna ukoo wa Kristo, kuna ukoo wa Shetani na ukoo wa Adamu. Tuliona katika wakati tunasoma kitabu cha Efeso mlango wa 2. Kwa hiyo tunaona kwamba unaweza kuona amesema amefanya watu wa mataifa wote kuwa wa rangi moja na wa damu moja, na ndio sababu watu wanaotoka kwenye nyumba moja, ukoo mmoja, hata mtu aliyemzaa mwingine anaweza kukuta mtu ni mama au baba, watoto wake wote wakawa hawana damu ya kumpa. Damu ameipata kwake, lakini sio hawezi akampa damu. Akaenda akapewa na watu wa mbali kabisa. Kabisa. Unaweza kupata na Mchina. Unaweza kupata hata na taifa jingine labda Libya au Suriname au kabila yote hili, lakini usipewe na baba yako na mama yako na mwanao. Ndicho Mungu alichotaka kuonyesha kwamba ninyi msijilazimishe kuwa ndugu kwa vile mmezaliwa pamoja, bali mjue kwamba mimi ndiye ninayewapa udugu. Mnakutana katika Adamu niliyemuumba mimi. Wote ni wanadamu. Na katika kusema hayo, sikutaka muda wa kufafanua sana. Katika kusema hayo, tuende katika Timotheo wa kwanza. Wakati tuko kwenye Timotheo wa kwanza, tutajiandaa kusoma na Tito, kwa sababu Timotheo wa kwanza na Tito ni jirani. Tuende Timotheo wa kwanza mlango wa 4. Mlango wa kwanza. Timotheo wa kwanza 1:4 anasema hivi. Sikiliza anachosema. Mungu anasisitiza nini? Timotheo wa kwanza 1:4 anasema hivi. Timotheo wa kwanza 1:4 anasema wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Anasema uanze kuhubiri watu. Alikuwa anamfundisha Timotheo namna ya kuhubiri, kwa sababu ni Paulo anamfundisha Timotheo kwa uchungaji. Hizi zinaitwa pastoral letters, pastoral epistles au barua au nyaraka za kichungaji za kumfundisha Timotheo, na ndicho alichofanya kwa Tito. Anasema sasa wakati mnahubiri kwenye makanisa, kwenye maisha yenu, wasiangalie nasaba. Anazifuta neno lugha ya Kiswahili, lakini usoma kwenye Kiingereza anatumia lugha ngumu kidogo. Anasema vitu vya kipumbavu kama nasaba. Leo hii utasikia kuna kanisa, kuna mataifa yenye ubaguzi. Unasikia kanisa la kwa mfano nchi kama Marekani, kanisa la Waafrika. Yaani ukishaona kanisa lililojengwa juu ya msingi wa watu wa rangi moja, ujue sio kanisa la Mungu. Kwa sababu Mungu anasema hakuna kanisa, hataki nasaba, na amesema watu ni wa rangi moja, wa damu moja. Kanisa ni la wote waliokuwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba nasaba leo hii yani ngoja nisifungue kurasa mwingine. Twende katika Tito na nitafafanua kwenye Tito. Tito utavuka kulia zaidi, utavuka Timotheo wa pili. Ni Tito 3:9 anasema hivi. Maelezo yale anasema hivi. Lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo, na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana. Kwa hiyo unapoingiza, wewe unanijua mimi unajua sisi kabila gani unatujua sisi? Labda kama mimi sijatokea sehemu fulani, sitaji leo kuyataja.
Kuna watu wanataka kujipa sifa za kabila, za taifa, za ukoo. Mimi labda kama sio mjukuu wa fulani. Ndio sio. Mungu anasema hizi nasaba ni upuuzi kwanza, alafu anasema hazina maana. Na huko anasema wanadamu wote wametengenezwa kwa rangi moja, amini kwa damu moja. Na akahakikisha kwa vitendo kwamba watu wa nasaba moja hawapeani damu. Ni nani mara chache si kwa nini? Vile vile na watu wa nasaba moja hawezi hata wakaoleana bana. Ni lazima watoka katafute kwingine. Kama wangekuwa wanapendana wako karibu si wangekuwa. Lakini damu hawapeani haweza kaoleana, lazima Mungu ametengeneza waende nje. Ili kusudi aonyeshe kwamba huku ndani siko kwa muhimu ni nje. Kwa muhimu ni rohoni. Tunaweza kuendelea na maneno mengi lakini naweza kusema labda tutaishia hapa. Tutaishia hapa. Tumejifunza asili za rangi za watu wa rangi zote wa dunia, wazungu wa Afrika wa Asia. Na hii habari tutaendelea nayo wiki ijayo kidogo japo hatutaweka msitizo zaidi kwa sababu sio vitu vya muhimu lakini tukaona kwamba kitu cha muhimu zaidi ni roho zetu, asili yetu ya mbinguni sio asili yetu ya duniani. Haijalishi umetokea mkoa gani, umetokea ukoo mkubwa, umetokea. Leo hii kuna makabila yanajisifia ukubwa wa kabila lao. Unatujua sisi. Hapana. Ujinga. Biblia inasema ni upuuzi. Basi tutaishia hapa. Tumshukuru Mungu Baba mbinguni na kushukuru kwa baraka zako. Asante kwa sura ya leo, asante kwa kujifunza kwamba asili yetu ya maana ni ya mbinguni, sio hii ya duniani, sio kimo chetu, sio rangi zetu, sio lugha yetu, wala sio utaifa wetu na kabila zetu, bali Mungu taifa letu ni moja, ni taifa la mbinguni. Asante Kristo, bariki watu wako, bariki kazi yako. Tunakushukuru Mungu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaamini tunapokea. Amen. Amen.